Uandaji wa tuzo za Grammy Recording Academy amekuja na taarifa nyingine nzuri kwa mashabiki wa muziki. Na hii ni baada ya kutangazwa rasmi tarehe husika ya nominees ama categories pia ambazo zitahusu za tuzo za 68 ama tuzo hizo za Grammy ambazo zitafanyika kwa mwaka unaofuata. So November 7 mwaka 2025 watatangaza jumla ya nominations na wasanii ambao watahusu katika categories mbalimbali, lakini tuzo hizi zitafanyika Februari mosi mwaka 2026. Sasa kitu kingine kikubwa ambacho wamekifanya ni mwendelezo maboresho, hasa kuongeza categories za muziki ambazo hazikuwepo hapo mwanzo. Utafahamu kwa mwaka 2024 walitangaza ongezeko la moja category ambayo inahusisha muziki wa Afrika, ambayo tuzo hiyo ilishinda Thames, na category husika ni Best Global Music Performance. Sasa kuna hizi categories zingine ambazo zimeongezwa kwa sasa. Kupitia kwenye ukurasa wa Instagram wa Recording Academy wametangaza kuongeza categories mpya kama ifuatavyo. Kuna hii inaitwa Best Traditional Country Album. Hii imeweza kuongezwa kwa sasa, ikuwepo hapo mwanzo. Kuna hii category nyingine inaitwa Best Country Album. Hii pia imeongezwa. Kuna Best Contemporary Country Album. Yani hii ni category ambayo ni mahususi kwa ajili ya ule muziki wa country. So hivyo tu. Category nyingine mpya ni Best Album Cover. Hii ni category mpya ambayo itahusiana na cover za album. Yani kama ambavyo tumekuwa tukifahamu, kuna single au kuna cover mahususi kwa ajili ya wimbo husika kama ni EP, lakini hii inatazamia cover za album. Yani msanii akiacha album, basi kwa sasa inabidi pia azingatie upande wa cover ya album husika, ama msanii wote mwenye jina kubwa ama project kubwa pale ambapo atakuwa anaachia compilation ya nyimbo kadhaa ama album kwa ujumla, basi kwenye submission azingatie pia hili Best Album Cover category upande wa tuzo za Grammy. Category nyingine inaitwa Composers and Lyricists Librettists. Hii ni category ambayo itahusisha uandaji wa nyimbo, yani wale ambao ni wataalamu upande wa uandishi, basi wameweza kutazamiwa huku. Ni tofauti na mwanzo ambavyo walikuwa wanaangaliwa producers pamoja na wasanii pekee, lakini kwa sasa wameweza kutazamia pia waandishi wa nyimbo. So hizi ni categories mpya kwenye uboreshwaji ama zimeweza kuongezwa kwenye tuzo hizi, na ni jambo kubwa sana, kwani umekuwa kitazamia kila engo tu kwa ajili ya kupa hadhi zaidi muziki kwa ulimwengu. Ni nani ambaye unaamini anaweza kutuwakilisha kwenye tuzo hizi zinazofuata za Grammy baada ya mwaka 2024 na 2025 kushindikana, hasa kutokea Afrika Mashariki? Hii hapa ni SNS Management Man.